Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumanne, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya 21 kuanzia aya ya 5 hadi ya 11. Nitaisoma. Watu wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, Yesu alisema, haya mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutokia? Akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye, tena majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi. Kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi, na njaa na tauni mahali na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na Yesu Kristo ambaye ameingia hekaluni. Hekalu ilikuwa ni mojawapo ya alama kubwa ambayo wana wa Israeli katika taifa lao walikuwa wameiweka kwamba ndio inadhihirisha uwepo wa Mwenyezi Mungu. Ndani ya hekalu kulikuwa kuna zile amri 10 za Mwenyezi Mungu, yani ile sanduku la agano. Ndani ya hekalu kulikuwa kumepambwa kwa dhahabu kubwa zenye thamani kubwa sana. Nje ya hekalu ilikuwa imejengwa kwa mawe, misingi yake ilikuwa na mawe makubwa yakiwa yanamshangaza kila mtu aliyekuwa anakuja kuangalia yale mawe ambayo yalikuwa yamezungushiwa dhahabu kuonyesha utukufu wa Mwenyezi Mungu. Lakini ndani ya hekalu hilo ambalo Yesu Kristo ameingia, na watu wengine wanashangaa uzuri wa hilo hekalu, Yesu anakuja kutabiri, anaona maangamizi ya hilo hekalu, kwa sababu halikuwafanya watu kubadilika kiroho. Utakatifu wa ile hekalu haukuwafanya hawa Wayahudi watambue alama za nyakati, ni kipindi gani ambacho adui watakuja kuangamiza. Yesu Kristo anasimama kama kiongozi wa kiroho mwenye jicho la kuweza kuona umbali mambo yatakavyokuja. Anasema, haya mnayoyaona, uzuri mnaoona katika hekalu vile ilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, anasema haya mnayoyatazama, siku yatakuja kuangamizwa, halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Na hii Yesu Kristo anazungumza kwa sababu katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 13 aya 9 na kitabu cha nabii Amosi kuanzia ile sura ya 5 aya 18 mpaka ya 20 na Sefania aya ya 1 14 mpaka 18 ilizungumza juu ya siku za mwisho, siku ya Bwana ambayo itakuja kama mwizi, yaani watu watakuwa bado hawajajiandaa. Baadaye Paulo pia alizungumza na kanisa la Tesalonike kuanzia sura ile ya 5, waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa kanisa la Tesalonike sura ya 5 aya ya 2, anazungumza kwamba itakuja siku ambapo kila kitu tunachokiona kitavunjwa. Sasa Yesu Kristo anapozungumza haya anatuambia kitu gani? Nyumba zetu za ibada ambazo tunazozitumia zaweza kuja kugeuka baadaye kuweza kuwa maangamizi kama utakatifu wa ndani ya nyumba za ibada hautatufanya tuje tubadilike. Hawa mitume wanakuja kumuuliza Yesu, ni lini haya mambo yatakuja kutokea ili wajipange? Yesu anasema, msije kuhangaika katika safari ya maisha yenu kuweza kujua habari za kesho, namna gani haya maangamizi yatakavyokuja, kwamba maisha ya utakatifu ishi sasa hivi. Na ndio maana anawaambia sasa kitafika kipindi ambacho watu watadanganyika. Watadanganyika namna gani? Watadanganyika kwa sababu kuna watu wengi watakuja wakitumia jina la Yesu, wakitumia jina la Masia kwamba ni wao,
Na wale watu wote ambao hawana msimamo, hawana nguvu ya kimungu ndani mwao, watachukuliwa na watu hawa wabaya, watapeperushwa huku na huku, na watapelekwa katika mahali ambapo wataenda kuangamia. Na anasema ukiona umefika hatua kwanza kujiunganisha na wanadamu baada ya kuweza kujiunganisha na Mwenyezi Mungu, nyakati za magumu, nyakati za vita zitakavyokuja, watu hawa hawatakuwa na utulivu, wataangamizwa. Na anasema mkiona majira mbalimbali yanakuja, vita, matetemeko ya ardhi, usije yule Mkristo ambaye ndani mwake ana Kristo asije kuhangaika katika swala zima la hayo, bali aweze kuwa na utulivu, kwa sababu ule mwisho hautakuja haraka. Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kuwa na macho ya kuona alama za nyakati, tuweze kuona baadhi ya mambo yanavyokuja. Afungue macho ya mioyo yetu tuweze kutambua ni wakati gani wa ujio wa Bwana, ni wakati gani tunavyopaswa kuweza kusimama imara, ni wakati gani tunavyopaswa kuweza kutenda matendo mema. Hata uzuri wa mahekalu ambao uko nao, hata uzuri wa watu wa Mwenyezi Mungu ambao wanasimama kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu, hata utajiri wa sadaka za watu wanazozitoa, zisitufanye tukabweteka, tukashindwa kuweza kufanya toba, tukajiandaa kuweka nafsi zetu ziweze kukaa katika kumsubiri Bwana kwa ajili ya muonekano wa nje wa sadaka na uzuri wa mahekalu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.